Majina yangu ni Richard Lentaya, ni katibu wa chama cha walimu wa KNUT tawi la Samburu. Tawi ya Samburu ina cover county nzima kutoka Ndojogasin mpaka Londiri. Nimefanya kazi kwa nyadhifa mbalimbali kama mwalimu, naibu wa mwalimu mkuu. Nikakuwa mwalimu mkuu kutoka 1993 mpaka 2004. 2006 nikatafuta uongozi wa chama cha KNUT katika tawi la Samburu kama mweka hazina. Na nashukuru walimu wa Samburu kwa sababu waliona ni vyema niwe kiongozi wao. Wakanichagua hiyo 2006. Nikachaguliwa mara 3. Najua kuchika pesa ni lazima uwe ni mtu ambaye unaaminika. Na nafikiri walimu waliniamini 2006. Wakanichagua tena mara ya 2, na wakanichagua mara ya 3 mpaka 2021. Wakati ndugu yangu Rafael Lachalote aliyekuwa katibu alipostaafu. Na alipostaafu nikaomba hiyo nafasi na walimu wakanipatia hiyo nafasi kuwa katibu katika chama cha KNUT katika tawi la Samburu. Mpaka sasa mimi ni katibu. Na sasa tunaelekea katika uchaguzi mwingine hii mwaka 2026. Na ndiposa nimekuja kuleta hiyo habari kwa walimu kwamba imefika wakati mwingine ambao tunatakiwa kuchagua viongozi katika chama chetu. Mimi ningali ninawania kiti hicho kwa mara ya 2. Mara ya kwanza tulichaguliwa February tarehe 6 mwaka wa 2021. Na sasa ni 2026, hiyo ni muda wa mwaka 5 ndio tuweze tena kuenda kwa walimu tena kuchaguliwa tena kama viongozi. Ninataka tu kuarifu walimu wote wa Samburu County, hasa members wa KNUT, kwamba election yetu ama uchaguzi itafanyika tarehe 21 mwezi wa 2 mwaka huu, na itakuwa Jumamosi. Tutafanyia shule ambayo inaitwa St. Paul's Primary na itaanza saa 2 asubuhi. Wale ambao watahusika katika uchaguzi huu itakuwa ni walimu ambao wanalipa kitu inaitwa union dues. Unajua sio kila mwalimu ni mwanachama wa KNUT. Kuna wale ambao hawajajisajili na wanalipa kitu inaitwa agency fee. So wale ambao wanalipa agency fee hawataruhusiwa kwa sababu sio wanachama hata kufanya jambo lolote kwa sababu hawa sio wanachama. Wale ambao ni wanachama ni walimu ambao wanalipia 2% of their basic salary kwa chama, na ndio watakuwa wanapiga kura, ndio watakuwa hata wanatafuta nafasi za uongozi. Kuwa mwanachama huwa tunakuwa na form kama hii ambaye iko hapa. Hii ni form ambaye ni ya kusajili wanachama. Kusajili wanachama inakuanga voluntary kwa sababu tuna vyama vitatu katika nchi hii ya Kenya ambayo inashughulika na utetezi wa walimu. Chama ya KNUT ambayo ilikuwa ya kwanza, ikakuja chama ya KUPPET ambayo anasimamia walimu wa sekondari na kuna chama pia ingine inaitwa KUSNET inasimamia walimu ambao wanafunza watoto walemavu. Kwa hivyo ni kwa hiari mtu anaweza kujiingiza katika chama chochote ambacho unafikiria unaweza kupata usaidizi. Na kwa hivyo sisi tuna deal na walimu wote, hata wale wa secondary wako kwetu, hata wengine ambao wanafunza watoto walemavu wako pia kwa KNUT, na hivyo ndivyo tunafanya.
hatusurutishi mtu kufanya kuingia katika chama cha walimu. Chama cha KNUT ina kazi nyingi sana za kufanya. Wanatetea walimu nyongezo za mshahara, wanaangalia mambo ambaye inaathiri mwalimu kutofanya kazi vizuri katika shule ambayo ametumwa, alafu wanasaidia katika hali ya kuzungumza pamoja na mwajiri na kueleza zile shida ambazo walimu wanapitia. Hiyo ndio kazi ambayo zaidi tunafanya. Jambo lingine ambayo tunafanya, tunasaidia wenzetu. Kuna shida nyingi sana ya kibinadamu ambaye mtu anaweza kumbwa naye. Sisi kama viongozi wa chama tunakuja kati kuangalia kwamba tumeondoa mwenzetu katika shida. Wengine unaweza kuta wamepatikana katika njia panda ya sheria. Unakuta mwalimu amewekwa ndani kwa sababu ambazo sio pengine hakutarajia. Sisi tu tunakuja kwa haraka kuhakikisha kwamba huyo mwalimu amemaliza hiyo kesi na kwa uzuri na arudi kazini. Kile ambacho tunatetea zaidi ni kuhakikisha kwamba mwanachama yeyote hawezi kuharibiwa kazi, na hiyo ndio kazi yetu. Na tumefanya mengi ambayo siwezi kusema sasa kwa mitandao, lakini mengi yamefanyika na walimu wamefurahia uongozi ambayo chama cha KNUT inaendelea kuwatetea. Hata mishahara, tunatetea watu kwa mishahara. Ni vizuri kwa sababu mimi pia nimeshaguliwa kama muangalizi wa branches za Rift Valley. Nilishaguliwa na mimi nasimamia Rift Valley kwa National Executive Council. National Executive Council ndio kitengo ambacho ni muhimu sana, na ndio iko na sauti, ndio inatawala chama cha walimu. Kila jambo ambalo tunataka kuzungumzia kwa serikali, mimi nina keti pamoja na wale wakuu ambao tuliwachagua kule mbele kuzungumzia jambo lolote, hata kama ni strike, hata kama ni nini, mambo yote ambayo tunafanya ni hivyo. Ni kwa sababu ya hiyo kikao ambayo tunaketi, na mimi ndio mmoja wao. Kwa hivyo mambo mengi ya chama ninaielewa vilivyo. Sisi huwa tunafuata constitution wakati tunatekeleza mambo yote ya chama. Hata hii mambo ya uchaguzi imeandikwa hapa vizuri, vile ambavyo tutaendelesha uchaguzi wetu hata ya tarehe 21 kupitia constitution hii ambayo imekuwa revised 2022, mimi nikiwa tu kwa National Executive Council. Kwa hivyo nilikuwa mmoja wa wale ambao wamerevise hii. Kwa hivyo jambo lote ambalo ninazungumzia kulingana na constitution ya Kenya National Union of Teachers. Jambo lingine ambalo tunatakiwa kujua, hii branch ya Samburu haikuanza sasa. Ilianza 1964 ndio imekuwa registered. Na kulikuwa na secretaries wengi, mimi ni wa 6, 5 walikuwa mbele yangu ambayo walikuwa mbele yetu kuanzisha kazi hii. Wakati walianza 1964 mpaka 1973 hawa secretaries walikuwa walimu tu wa darasa, hawakuwa wanalipwa na chama. Lakini walipoanza 1973 wakiongozwa na aliyekuwa secretary wakati huo marehemu Edward Leskel, mpaka 1976 wakati huo ndio walianza kufungua ofisi hii. Walianza kufungua hii ofisi, na hii ofisi haijawahi kufungwa tangu 1973 mpaka sasa. Ninasikitika nikisikia kuna mtu anasema hata ofisi haijulikani mahali iko, ama walimu hawajui ofisi mahali iko. Hii ofisi inapatikana katika Dumisha Sacco, na unajua Dumisha Sacco sisi ndio waanzilishi. Chama cha KNUT ilianzisha, ikajenga maofisi hapo.
na hiyo ndio kwa sababu tuko hapa, sio kwa sababu ya kitu kingine, ni kwa sababu ilikuwa ni premises ya walimu, na tukakaa hapa, we are very comfortable here, na ofisi inaendelea vizuri. Secretary wa pili alikuwa Andrew Lelequaiten, alianza 1976 mpaka 1981, akafuatiwa na marehemu Lolkrick, George Gregory Lolkrick 1981 to 1988. Hii ofisi tu ikiendelea kukaa. Tukafata Francis Kanyingi, aliingia 1988 to 1996. Alafu William ambaye sasa mimi nilichukua usukani kwake ni Rafael Lachalote, ambaye alikaa kwa muda wa miaka 25 akiwa kiongozi wetu hapa, na alituongoza vizuri sana, na kupitia uongozi wake yeye alitufunza mambo mengi. Alitufunza utulifu, alitufunza vile ya kushughulikia kesi zote za walimu bila manunguniko, bila jambo lolote, na ndipo sasa tunafuata maagizo ambayo tumepewa na wale ambao waliotutangulia. Hii chama iko na desturi yake, sio kama tukiingia katika siasa za chama ni tofauti na siasa zingine zote. Hata ingefaa wale wanasiasa wakuje wajifunze kwetu, maana hii yetu ni free and fair, na haina matusi, haina jambo lolote, haina mambo ya rushwa, hatutumii pesa, lakini tunatumia matendo yale ambayo umefanya kama kiongozi. Na unajua kiongozi wa walimu haangaliwi kutoka vile alianza kujitafutia kiti, unaangaliwa track record yako. Wakati ulitumwa kwa shule fulani baada ya kutoka katika college, ulifanya nini? Umeenda kutoka shule hii mpaka hii, umeenda kutoka shule hii mpaka hii. Unajua ukiwa mwalimu ukuja sasa uajiriwe pengine 2014, alafu leo ni 2026, umeenda kama shule 6, unachunguzwa ni nini shida na wewe? Unaangaliwa, mbona umetoka kutoka hii shule mpaka hii, mbona umetoka kutoka hii shule mpaka hii. Na unajua walimu wana masikio, hata wanajua kwa nini umetoka katika hii shule, kwa sababu wanazungumzia mambo yote ya walimu. Mwalimu anajua wewe unafanya hii kazi, anajua unafanya hii, unafanya hii, na kuna mambo mengi ambayo unaweza kujionyesha kwamba wewe unaweza kuwa kiongozi. Vile nimeanza kazi hii ya walimu, kutoka kuwa mwalimu, naibu wa mwalimu, mwalimu mkuu, na kuja tena kuwa mweka hazina, nimejifunza mambo mengi kabla sijakuwa hata secretary. Na sasa nimetoka sasa, nimekuwa a National Executive Council member, nimeongeza zaidi. I'm now a national figure. Mambo yote ya juu ya uongozi ya chama cha walimu ninaijua kabisa. Kwa hivyo sio kitu ambacho ninakuja kujifunza sasa hivi. Katika chama cha walimu kuna baadhi ya mambo ambayo natakiwa uweke kipao mbele. Kitu ya kwanza, kama hazina ambayo walimu wanaweka pesa zao. Tumekuwa katika hii ofisi ambayo kuna sako ya walimu hapa, na mnajua vilivyo kwamba hii sako ilikuwa imeenda chini, na ni kwa sababu ya uongozi mbaya, na tunajua mahali ambayo uongozi ilianza. Mambo yote, ikiwa kuna uchaguzi alafu mnachagua viongozi mwaka huu, mnachagua baada ya miaka 3 mnachagua wengine, mnabadilisha namna hiyo, lazima kutakuwa na upungufu wa uongozi katika hiyo sekta. Na hivyo ndio vile ilikuwa katika Dumisha Sacco. Na sasa tumeenda a step ahead kuangalia kwamba hakuna ndururu ya mwalimu ama mtu yoyote ameweka pesa zake katika Dumisha Sacco itapotea, because tumetafuta njia ya kukuja kumerge na other bigger saccos, na tuendeleshe biashara pamoja, na pesa za walimu haitapotea, ama mtu yoyote hata mfanyi biashara
ambaye amewekeza pesa zake katika Dumisha Sacco haitapotea. Na hiyo ilikuwa ni juhudi ya Kenya National Union of Teachers kuhakikisha kwamba hakuna kitu kitaweza potea. Jambo lingine ambalo tumelifanya tayari katika union hii ni kwamba tumeongeza idadi ya members wetu. Unakumbuka mwaka wa 2019 tulikuwa na shida kidogo na serikali na chama chetu kikamalizwa kabisa. Hapa katika branch ya Samburu tulikuwa tumebaki tu walimu 20 kama wanachama, na kung'ang'ana kabisa mpaka saa hizi tuko na walimu 1400. Sio 400 vile watu wanasema, 1400. I have a register here of my own members. I have a register of those ones who are not paying even for the union. Ninajua huyu ni member wangu. Nikiingia kwa shule hivi ninajua huyu sio member na huyu ni agency fee. Kwa hivyo ndio vile kiongozi anatakiwa kuchunga kondoo zake, na wangu ninawachunga vizuri. Jambo lingine ambalo tumefanya kama chama, tumejaribu kupatana na wale stakeholders wetu kuhakikisha kwamba hivi karibuni tutakuwa na bus ya shule ya union, na imeenda to advanced stage. Tumeenda kuona ni aina gani ya bus ya union ambayo tutaweza kupata kupitia marafiki na other stakeholders, na ninaona hiyo kitu itakuwa hivi karibuni tutakuwa na bus ya branch hii yetu. Hizo ni vitu ambavyo inafanyika nje ya ofisi. Kama una uhusiano nzuri na watu, basi hata utapata marafiki wa kukusaidia mahali, maana hii branch bado ni kidogo na haina fedha ya kujinunulia bus ama kufanya jambo lingine kubwa. Lakini sisi sasa tunaelekea katika hali hiyo ya kupata bus kupitia stakeholders wetu, marafiki ambao wanataka kutushika mkono. Jambo lingine ambalo tunafanya, tayari tumetenga aside finances ya kuhakikisha kwamba tumepata plot ya hii sacco. Plot yetu ilikuwa imenyakuliwa zamani mwaka wa 1996 wakati land ilikuwa inaongozwa na county council. So kwa wakati huo tulikuwa na plot hapa, lakini kwa njia ambayo haijaeleweka, tumejaribu kufuatilia tukashindwa, hiyo plot ilienda na sasa iko kwa mtu mwingine. Lakini tuna mipangilio kamili, tumeweka fedha tayari, na hivi karibuni tutanyakua plot yetu ambayo hatujasaidiwa na mtu kununua. Itakuwa ni chama imenunua na kuanza kufanya mikakati ya kujenga ofisi yetu. Kwa hivyo hizo ndio vitu ambavyo tumefanya kwa hiyo muda kidogo ambayo tumekuwa katika ofisi, na pia tumetrain all our school reps. Kwa kila shule kuna mwalimu mmoja ambaye ni mwakilishi wa walimu katika NAT katika shule, na tumetrain hawa. Tumeenda east tukatrain, tukaenda north tukatrain, tukakuja hapa central tumetrain. Wote wamekuwa trained. Kwa hivyo sisi tuna information ya kila shule. Nikikaa katika hiyo ofisi, hata kabla sijakanyanga shule, nina habari ambayo inaendelea katika mashule zote. Kitu chochote kikitokea, yule mwakilishi wa hiyo shule anapiga simu na mimi napata habari na mambo inaendelea vizuri. Kwa hivyo communication yetu iko up to date kwa sababu ya school reps ambazo tumetrain tayari. Kwa uchaguzi wetu unafanyika katika viwango, na tuna watu ambao wanaitwa the top 7. Wale watu wa juu, kiwango ya juu, wanaitwa steering committee. Katika steering committee tuna chairman na mdogo wake, tuna secretary na mdogo wake, kuna pia miakasina na mdogo wake, alafu kuna woman rep
ambaye mwakilishi wa kina mama katika county. Hawa watu 7 ndio wanakuanga school reps. Tuna pia BCs ambao wanatoka katika sub counties. Sub county ya East kuna wanaume 2 na wa kike 1 ambao watatoka kwa East. Kwa wanaume tumeagawa, mwingine anatoka pande za Waso na mwingine anatoka pande ya Wamba, na wa kike anasimamia sub county nzima. Kwa hivyo hawa 3 wanatoka kutoka pale. Hapa pia Central tumegawa mara 2. Kuna Lower Central ambaye ni Maralal, Parsaloy, Kisima, na kuna Upper Central, Suguta, Losuk and Poro. Hao pia watatoa wanaume kila moja, alafu kwa Central tutakuwa na 1 female representative, wanaita woman rep. Baragoi pia sehemu za North tumegawa pia mara 2. Kuna Nyiro na kuna Elbarta, Baragoi Ndoto. Watakuwa na kila moja mwanaume, alafu kutakuwa na wakike ambaye anasimamia sub county ya North yote nzima. Alafu kuna sasa wale wakilishi wa watu ambao wana ulemavu mtu mmoja. Tuna pia wakilishi wao. Tuna mwakilishi pia wa walimu wa sekondari ambayo tunaita post primary position. Pia wako na sehemu yao katika chama cha NAT. Alafu wa mwisho pia tuna nafasi ya County Primary Schools Heads Association, tunaitanga KEPSHA. Huyo chairman wa county mzima anaketi pia pamoja na sisi ili tuweze kuelewa viongozi wetu wa mashule wanaendeleza kazi namna gani. Kwa hivyo hizo ndio vile vitu ambavyo vio ambavyo tutaenda kupigania ama kutafuta viongozi tarehe 21. Ninakuja sasa kupinga mambo kadha ambayo nimeona katika hizi vyombo vya habari, kwamba sisi hatuna ofisi. Nafikiri mahali nimeketi ni kiti ambacho katibu wa chama cha walimu Samburu County anaketi kila siku, na ofisi yangu ndio hii ambaye niko ndani, na haijawahi kufungwa tangu. Maana nina pia karani wangu ambaye chama imeajiri. So nisipokuwa hata hapa nikiwa field, kwa sababu mara nyingi sana huwa tunatembea. Nikiwa field kuna huyo karani wangu, tuna mtandao hapa, internet full time. Kuna magazeti ambazo mnaziona hapa. Kila siku tunapata gazeti 2 ya Nation na Standard, ili mwalimu yote ambaye atakuja kukaa hapa ako sawa. Pale nyuma yangu, mbele yangu pale kuna TV ambayo unaiona. Hiyo iko 24 hours. Ukitaka kukaa hapa unaweza kuja, unaona news na unafanya kitu. Kwa hivyo ni ofisi ambayo it's operational. Hiyo ofisi imewahi kutembelewa hata na Vice President zamani, rais wetu sasa, wakati alikuja kufungua hii ofisi. Ukiangalia huko mbele kuna kibandiko ambayo imeandikwa it was officially opened. Dumisha Sacco was officially opened by His Excellency the Deputy President wakati huo, William Samoei Ruto. Alikuja mpaka kwa hiyo ofisi. Kwa hivyo sio ofisi ambaye mtu anaweza kuketi mahali popote na kusema hakuna ofisi ya NAT. Hiyo ofisi iko. Jambo lingine, tuna services tumepatia walimu wetu. Hakuna, kama wakati tunapoteza mwalimu, hakuna mwalimu ambaye tumewahi kupoteza. Yaani katika hali yote ya ugonjwa ama ya nini, na masishi yake hatujawahi kwenda. Kama kunao watueleze kama hatujawahi kwenda kusika walimu wenzetu. Hata harusi tunaenda ya walimu, tunaenda kabisa, hata tunafurahia harusi zao. Hiyo ni kitu ambacho ninataja ni zile outside professional lines. Zile za professional lines kuna mambo mengi ambayo inakumba mtu.
There are so many cases ambayo tuna deal naye. Truancy, mtu amepotea kwa shule, ameandikiwa casualty nini, tunahakikisha huyu jamaa amerudishwa kazi, na tumefanya hizo mara mingi sana. Hiyo ni kazi ambayo tunafanya. Mambo ya promotions, we architect for promotions. Kulikuwa na wakati hapa tulikuwa tu na mtu mmoja alikuwa na grade ya D1 na ikakaa kwa muda mrefu. Tulipiga kelele, nilipeleka hiyo maneno mpaka kule mbele. Saa hizi tuko na almost 30 people with D1. Hiyo ni kazi ambayo tumefanya sisi. Kwa hivyo mtu akisema ati is dormant, hata ninashindwa ni nini, where does that dormancy come from? Kwa sababu sisi tunafanya kazi kulingana na vile mambo yako. Kazi ya executive secretary sio kusunguka mashule. Lakini shule ikiwa na function ni lazima nifike. Sisi hatuendi kutafuta shida za walimu. Ni mwalimu akiwa na shida anapata wenzetu wale ambao wanasimamia hizo zones, alafu inatufikia mpaka hapa na tunatatua. Kwa hivyo ninakanusha kabisa mambo ya mtu kusema ati hakuna kazi inafanyika hapa. Walimu wale ambao wamepitia kwa hii ofisi wanajua yale kazi ambayo tunafanya. Hata tunatoa watu katika shida kubwa sana. Lakini mtu akiketi tu kutoka nowhere na kusema hakuna kitu inafanyika, ni tunashuku nini inaendelea. Lakini kwa hayo unajua tunasamea watu. Tunawasamea wale ambao wanatukashifu, lakini ukitaka kujua jambo waende kwa walimu. Jambo tu ambalo ninataka kuhimiza hapa, hii ni siasa ya walimu. Mikono ya watu wengine ambao sio walimu isionekane pale. Tuachie sisi walimu tufanye mambo yetu, kwa sababu sisi ndio tunajua mahali ambapo tunaumia. Mkiingiza siasa ya huko nje itakuwa ni mbaya. Kwa hivyo naomba tu wana siasa, naomba mtu yoyote, tafadhali tupatie field yetu. Wacha sisi tucheze kama sisi, alafu mambo yetu ishe. Yetu inaisha tarehe 21 na yenu itakuja tu 2027. So ukiweka mkono yako hapa utakuwa umejiletea taabu, maana hatutasahau 2027. Tafadhali tuache tu, maana sisi ni watu watulifu. Tunataka tu tumalize hii yetu. Tukimaliza hii yetu, basi mambo mengine tutakuja kusukumuza. Ni kwa hayo tu. Nashukuru kila moja, na nasema walimu karibuni, tuchague viongozi wetu, mtusaidie ili tuweze kukamilisha hii kazi ambayo iko mbele yetu. Asante.